Mjumbe wa kamati kuu la chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na aliyekuwa mbunge wa Iringa mjini Mchungaji Peter Msigwa akizungumza kupitia kurasa zake mbalimbali za mitandao ya kijamii ametoa ujumbe mzito wenye mlengo wa kiuwajibikaji, akisisitiza kuwa historia huwa inaonya watoto wa viongozi kujifunza unyenyekevu badala ya kuwa na kiburi cha madaraka. Kiongozi huyo amebainisha kuwa kumbukumbu za ulimwengu zimeandikwa kwa wino usiofutika, kuonyesha kwamba hakuna kitu kitakachoharibu familia za watawala haraka kama pale watoto wao wanapoanza kuamini kuwa mamlaka ya wazazi wao ni mali ya ukoo. Peter Msigwa amefafanua kuwa dola si urithi ya kifamilia bali ni dhamana kuu ya nchi, na kwamba karibu kila utawala uliodhoofika duniani ulianza kuonyesha dalili zile zile, ambapo watoto wa viongozi wakuu walionekana kana kwamba wako juu ya sheria za nchi. Mazingira hayo yanapotokea husababisha marafiki wa karibu wa familia kupata upendeleo wa kipekee, huku taasisi za umma zikianza kuogopa majina ya watu badala ya kuheshimu misingi ya sheria, jambo linalopelekea wananchi wa kawaida kuanza kuona kuwa haki haipatikani kwa usawa kijamii. Hatua hii ya Peter Msigwa kuandika ujumbe huu mtandaoni inaleta taswira mpya katika mwenendo wa siasa za uwajibikaji nchini Tanzania, ikionyesha namna wanasiasa waandamizi wanavyotumia mifano ya kimataifa kuonya juu ya athari za mmonyonyoko wa mifumo ya kiutawala na ulinzi wa katiba ya nchi. Mwenendo huu wa matukio unadhihirisha jinsi ambavyo mifumo ya utawala inapaswa kulindwa dhidi ya upendeleo ili kuizuia wananchi kupoteza imani na serikali yao. Peter Msigwa ametoa mifano ya kihistoria ikiwemo ya Uday Hussein nchini Iraq, ambaye aliamini kuwa jina la babake lilimpa haki ya kufanya jambo lolote alilotaka nchini humo, hali iliyojenga hofu kubwa badala ya heshima na kupelekea utawala huo kuanguka, ambapo jina lililotegemewa kuwa chanzo cha nguvu likageuka kuwa alama ya maangamizi. Pia Peter Msigwa ameguzia historia ya familia ya Muammar Gaddafi chini Libya kwa fundisho kubwa kwa watawala wanaonekana kutotikisa, lakini mwishowe waligundua kuwa dola ina uwezo wa kulinda mtu kwa muda maalum tu, lakini hauwezi kulinda ukweli wa historia. Ufafanuzi huu unaonyesha kuwa serikali zinaweza kuanguka na tawala kubadilika, lakini kumbukumbu za matendo ya viongozi zinabaki daima, na hata tawala zilizodumu kwa muda mrefu zimeonyesha ukweli mmoja kuwa pale taasisi za umma zinapoanza kutumika maslahi ya familia badala ya taifa, wananchi huanza kupoteza imani kabisa. Kupotea kwa imani ya wananchi kunatajwa na kiongozi huyu kuwa jambo la hatari, kwani pindi hali hiyo inapotokana na dhuluma linapotokea, hakuna jeshi la ulinzi, polisi, walinzi wa silaha za moto wala propaganda za kisiasa zitazoweza kuirejesha kwa nguvu huo ya mabafu. Kwa sababu hiyo, watoto wa viongozi wanapaswa kuwa wa kwanza kabisa kuheshimu sheria za nchi, kuwa wenyenyekevu mbele ya jamii na kukataa aina yoyote ya upendeleo wa kiutawala badala ya kutegemea majina ya wazazi wao kujitengeneza ukubwa. Ujumbe huu wa muktadha wa Tanzania unaelezwa kuwa ni rahisi, lakini una uzito mkubwa wa mustakabali wa taifa, kwani hakuna Mtanzania anayepaswa kuwa juu ya sheria, iwe ni mtoto wa rais, mtoto wa waziri mkuu, mtoto wa mawaziri, mtoto wa matajiri mkubwa au mtoto wa mkulima nchini. Katiba na sheria zilizopo ndizo zinazopaswa kuwa kubwa na zenye nguvu kuliko majina ya familia yoyote ile, kwani taifa lenye taasisi imara halihitaji kuwa na familia yenye nguvu, bali linahitaji sera zenye nguvu ili kulinda usawa.
Heshima ya viongozi haitokani kwa idadi ya walinzi wenye silaha wanaomzunguka, bali inatokana na amani ya dhati ya wananchi kwamba sheria inatumika kwa usawa kwa kila mtu bila kuangalia cheo wala asili yake. Peter Msigwa amezungumza na kuwakumbusha kuwa madaraka yote ni ya muda mfupi tu, ambapo magari yenye ving'ora yatapita, walinzi wataondoka na vyeo vyote vitaisha, lakini historia itaendelea kuuliza swali moja la msingi: kama nafasi hiyo zilitumiwa kuitumikia wananchi au zilitumika kuwatumia wananchi kulinda nafasi za madaraka. Mwisho wa matukio haya unaonyesha kuwa historia haina upendeleo na haijali jina la familia, cheo cha mzazi wala ukubwa wa dola, bali inahukumu matendo tu, na hukumu yake ndio inayobaki kuwa ya kudumu kuliko zote katika jamii. Uandishi wa Peter Msigwa umeacha mjadala mkubwa miongoni mwa wafuatiliaji wa siasa za Tanzania, wakitafakari msisitizo huo wa kiutawala wa sheria na umuhimu wa kulinda misingi ya kikatiba ili kuhakikisha taasisi za umma zinabaki kuwa huru na zenye kutenda haki kwa raia wote kwa usawa kamili bila ubaguzi wa majina ya ukoo au nafasi ya kijamii. Uchambuzi wa ziada wa ujumbe huu wa kiongozi Peter Msigwa unaonyesha jinsi wanasiasa wa upinzani wanavyojaribu kuwatafakarisha viongozi waliopo madarakani umuhimu wa kuzuia mianya ya ukiukwaji wa sheria zinazoonyesha kufanywa na watu walioko karibu na mamlaka. Katika nchi zilizoendelea, suala la ulinzi wa taasisi imara zimekuwa likipigiwa upato na wadau wa demokrasia ili kuizuia madaraka kujikita mikononi mwa vikundi vichache ambavyo vinaweza kutumia rasilimali za umma kwa manufaa yao binafsi. Hatua ya kutoa mifano ya viongozi wa zamani wa mataifa ya nje inalenga kuonyesha matokeo hasi ya kupuuza sauti za wananchi na umuhimu wa kuwa na viongozi waliojali misingi ya uwajibikaji na unyenyekevu katika utumishi wao wa kila siku. Ujumbe huu umepokelewa kwa hisia mseto mtandaoni, ambapo baadhi ya wananchi wameunga mkono mtazamo huo wakisema kuwa ni ukweli usiopingika kuwa katiba inapaswa kuwa mhimili mkuu wa taifa unaolinda haki za wanyonge na matajiri kwa kiwango vinavyofanana. Hali hii inavyoangaziwa pia jukumu la viongozi wa kidini na kijamii katika kukemea tabia za kiburi na ulevi wa madaraka ambao umeweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi ikiwa watoto au jamii ya watawala wataacha wafanye mambo kinyume na taratibu zilizowekwa. Peter Msigwa ameweka wazi kuwa uimara wa nchi unategemea jinsi mifumo ya kisheria inavyoweza kuwajibishwa wote bila kujali nguvu ya kiuchumi au kisiasa walio nayo.